TikTok imepata umaarufu hivi majuzi na kukua kwa kasi zaidi kwenye mitandao kwa njia ya kuweka video fupi za aina mbalimbali. Imekuwa sehemu kuu ya kujieleza kwa ubunifu, maoni ya kijamii, burudani na hata biashara nchini Kenya na kimataifa. Hata hivyo, kutokana na maendeleo hayo, kumetokea maswala kadha wa kadha, ikiwa ni pamoja na maudhui au video zisizofaa na hatari, wasiwasi wa usalama wa vijana, habari potofu na utata wa ufuatiliaji kuhakikisha sheria zinazingatiwa. TikTok imeongeza utekelezaji au uangalizi zaidi kwa wale wanakiuka sheria na masharti ya TikTok humu nchini Kenya, na hivyo wamepelekea kuondoa zaidi ya nusu milioni ya video katika robo moja. Kulingana na ripoti ya utekelezaji wa miongozo ya jamii au community guidelines za TikTok katika kwota ya pili ya mwaka 2025, video 592.37 ziliondolewa Kenya kati ya Aprili na Juni mwaka 2025 kwa kukiuka sheria za kampuni. TikTok ilifuta takriban video 450,000 nchini Kenya katika robo ya kwanza ya mwaka 2025 kati ya Januari na Machi, na kupiga marufuku takriban akaunti 43,000. Takriban asilimia 92.9 ya video za Kenya zilifutwa kabla ya kutazamwa na watu mtandaoni. Takriban asilimia 96.3 ziliondolewa ndani ya saa 24 baada ya kuchapishwa. Uondoaji huo wa video kwa TikTok umetokana na ukiukaji au utumizi mbaya wa miongozo ya jumuiya au community guidelines za TikTok, ambayo ni pamoja na mienendo hatari au isiyo halali, usalama wa watoto wadogo, unyanyasaji na uonevu, habari potofu, kati ya mengine. Mojawapo ya sababu kuu za kimsingi za kukandamiza ni kulinda watumiaji wachanga na kupunguza kuweka picha mbaya na hatari katika platformu hii ya TikTok. Mahitaji ya TikTok yanaangazia kwamba watumiaji lazima wawe na umri wa angalau miaka 13 na maudhui au picha ambazo zinahatarisha usalama wa vijana yamepigwa marufuku kabisa. Iliondoa zaidi ya video milioni 189 ulimwenguni kote katika kipindi hicho, ikichukua tu asilimia 0.7 ya video zote zilizoko ulimwenguni. Pia iliondoa zaidi ya akaunti gushi au fake accounts milioni 77 pamoja na milioni 25.9 zinazoaminika kuwa za watu walio chini ya umri wa miaka 13.